Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linapenda kutaarifu umma kuwa lilikuwa likiendelea na uchunguzi juu ya tukio hili la kupotea kwa askari wa Jeshi la Magereza toka tarehe 7 mwezi huu wa 9 2025. Askari huyu kwa mara ya mwisho alionekana akiwa na askari mwenzake ambaye amefahamika kwa jina la namba C 916 wa Elasto Nobert Mlelwa katika siku hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 9, na walielekea eneo moja linaloitwa Lilonde huko mkoani Ruvuma kwa ajili ya kuangalia mashamba. Baada ya hapo askari huyu hakuweza kuonekana hadi pale Jeshi la Polisi lilipoanzisha uchunguzi wa kina chini ya makachero waliobobea na kuweza kumpata huyu askari wada Elasto Nobert Mlelwa ambaye alikuwa naye, na katika mahojiano hayo na pamoja na kufika eneo ambapo walikuwa wamekwenda kwa ajili ya kuangalia shamba, vile vile alipatikana mtu mwingine ambaye amefahamika kwa jina la Brighton Juma Mtalika. Huyu ni mwananchi mkulima na miaka 15, lakini ni mkazi wa Lilondo huko Ruvuma. Katika mahojiano watumia hao wawili waliweza kuonesha mwili mahali ulipo, na hapo ndo alipopatikana huyu askari namba C 681 wa Dadikraki Losheni Mwamakula akiwa na jeraha kubwa eneo la kisogoni, lakini mwili wake ukiwa umechomwa moto na kufukiwa katika maeneo ya mashamba. Kwa hiyo katika ufuatiliaji wa tukio hili, Jeshi la Polisi wakati likienda katika hospitali ya Lilondo kwa ajili ya kumpata daktari ili aweze kuja kufanya postmortem, mtumiwa huyu askari magereza baada ya kuona mambo yamebainika na yako wazi, aliamua kujiondoa uhai wake kwa kuruka kutoka kwenye gari na kuangukia kichwa huko Lilondo, na alipofikishwa katika hospitali ya Lilondo tayari alikuwa amepoteza maisha. Chanzo au kiini cha tukio hili ambalo ni la kusikitisha ni wivu tu wa kazini, kwamba huyu marehemu wada Diklaka alikuwa anaonekana kupendwa kazini kutokana na utendaji wake mwema wa kazi, na tulitarajia kwamba atalitumikia taifa hili kwa weledi wake alionao. Lakini huyu mwenzake ambaye ni wada Elasto Nobert, yeye amemwonea wivu na amekuwa akimtuhumu kwamba anapendwa na viongozi kwa sababu ana waloga baadhi ya watumishi, ndio maana yeye anapendwa. Kwa hiyo mwili wa marehemu Diklaka umeletwa katika hospitali ya Kibena hapa Njombe kwa ajili ya taratibu zingine za mazishi, lakini mwili wa huyu ambaye ameamua kujiondoa uhai wake, Brighton Juma Mtalika, yeye mwili wake umehifadhiwa katika hospitali ya Madaba kule Ruvuma kwa ajili ya kusubiri uchunguzi wa daktari. Uzuri, wakati tukio hili likiwa linatokea la bwana Elasto Nobert kujiondoa uhai wake, Jeshi la Polisi lilitumia weledi mkubwa. Wakati wanafanya uchunguzi, walikuwa pamoja na askari wengine wa magereza ambao walishuhudia tukio hili la kustaajabisha la mtu kujiondoa uhai baada ya kubainika ametenda kosa katika hali ambayo ni ya kinyama na isiyokubalika. Tunatoa sasa wito kama Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe kwa watu ambao ni watumishi wa serikali. Weledi wa mtu ndio unaomsababisha mtu aweze kupata vyeo au madaraka, na sio kutegemea imani za kishirikina. Kwa hiyo tunawaomba watumishi wa serikali katika mkoa wetu wa Njombe wafanye kazi zao kwa weledi, na wao tunawahusia sana
waondokane na imani za kishirikina ambazo zinapelekea mtu kufanya matukio ambayo yanakuwa hayaleti sura nzuri kwa wanadamu.